Karibu Tabora, karibu Toronto. Kinachonishangaza mimi, kwa nini watu wanisema sema eti pesa napata wapi na hali nzuri ya maisha, wakati mimi mkulima nina shamba la kutosha, ninalima mazao mengi. Kimsingi jambo kubwa lilotuleta huku leo Tabora katika wilaya hii ya Nzega, tumepata dhamana ya kuisaidia serikali kwa maana ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania TCDC chini ya ofisi ya mrajisi mkuu kuweza kuja na programu hii ya kuwasajili wakulima wote walioko kwenye ushirika kwa ajili ya kupata huduma ya bima. Lengo ni jema, tunataka kupata idadi ya wakulima wa tumbaku nchi nzima. Lakini kwa kuanzia tumeanzia na mkoa wa Tabora na tumeanzia na wilaya 3 ambazo tumeanzia pale manispaa Tabora, lakini pia Nzega hii hapa, lakini pia na Uyui. Na tayari katika maeneo mengine kwa maana ya manispaa pamoja na Uyui kwa kiasi kikubwa wakulima wamesajiliwa, na pia tunawashukuru kwa mwitikio jinsi ulivyokuwa mkubwa. Hiyo bima mazao manake ni nini? Unapoingia shambani, kwa mfano wewe una eka 2, una eka 3, zile eka zako zinalindwa ili hasara yote ikijitokeza, kwa mfano labda mvua ambayo imepita, yako majanga ambayo yako nje utaratibu, hii bima na wadau wetu ambao ndo wako kwenye kusimamia hao wanaosajili ni kampuni ya Win Trust pamoja na wadau serikali. Tunataka sasa kwa sasa hivi kwa mkoa wa Tabora tunaanza kwenye hizo wilaya 3. Hofu kubwa ambayo tunakutana nayo kwa wakulima wengi sana wanalalamika kuhusu bima. Wanasema tu hizi bima sisi hatuzielewi, tunakata tu bima sisi hatuelewi. Sasa sisi tunawatoa hofu kwamba hili jambo ni serikali ndio inaruzuku hiki kitu. Kwa hiyo tunaombeni kwa hii sehemu ya awali mtupe ushirikiano, muingize kwanza kwenye mfumo. Baada ya hapo serikali itakuja kuwapa mchanganuo unakuwaje kuhusu bima ya kilimo pamoja na bima ya afya. Kwa muda mrefu wakulima wa tumbaku nchini wamekuwa na kilio cha uwepo wa bima ya zao hilo kutokana na hasara kubwa wanayokuwa wanaipata kupitia majanga ya asili, hasa zao hilo linapokuwa shambani. Zoezi hili tumelipokea kama lilivyokuwa limekuja na kwa maelekezo ambayo tumejaribu kuyapokea, lakini sasa mwendelezo wake tulikuwa tunauomba sasa ujaribu kufanyaje kutuwahi ili tuone kupata matunda yake. Sijawahi kupoteza hayo mazao, lakini kwenye chama cha msingi baadhi ya wakulima huwa wanapoteza. Lakini sasa viongozi wao wanafika pale kampuni na benki wanafika pale kwenye yale mashamba, lakini mwisho wa siku kinachoendelea pale mkulima anaendelea kulipa lile deni, na maana hakuna msaada. Sasa hatuelewi na nyinyi mwepo wenu hapa kama kutakuwa na msaada. Wenzenu pale nyuma wamefika kwenye matukio wakajiridhisha, lakini hakuna kinachokuwa kinaendelea. Mkulima anakatwa moja kwa moja. Wizara ya Kilimo kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini TCDC na Shirikisho la Vyama vya Ushirika imeipa kazi kampuni ya bima ya Win Trust kufanya usajili wa wakulima kwa ajili ya zao la tumbaku, ambapo kwa kuanzia mkoa wa Tabora umepewa kipaumbele kwa wilaya 3 za majaribio, yani Tabora manispaa, Uyui na Nzega. Lakini bima hii ina tofauti gani na bima nyingine zilizowahi kutambulishwa kwa wakulima hawa? Kwa kifupi, kwanza sisi tuko tofauti sana, kwa sababu kwanza bima hii hairatibiwi na kampuni binafsi peke yake. Ni mpango rasmi wa kiserikali kama alivyotangulia kusema kiongozi naibu mrajisi, kwamba ni mpango madhubuti wa serikali unaratibiwa chini ya Wizara ya Kilimo, Tume ya Maendeleo ya Ushirika na Shirikisho la Vyama vya Ushirika Tanzania, yani TFC. Kwa hiyo sisi kampuni binafsi tunaingia tu kama watekelezaji huku mbele, lakini mratibu mkuu ni Tume ya Maendeleo ya Ushirika ya serikali. Kwa hiyo bima hii pia imetengenezewa mfumo madhubuti tofauti na bima yote ambayo imewahi kuwepo. Mfumo wa kwanza ni kuwa na mfumo wa kidigitali ambao ndio huu tumeanza kuingiza taarifa za wakulima. Lakini huu mfumo pia hauishii kwenye kusajili tu. Huu mfumo unatumika pia kama monitoring tool, yani kama vile kifaa cha kuratibu zoezi zima, kwa sababu kutakuwa na timu ya watu ambao itakuwa huku mwaka mzima mpaka wakulima wanapomaliza msimu na wanaoanza msimu, ili kuhakikisha mkulima anafanywa tathmini ndani ya muda na inajulikana kama ni majanga ya aina gani yamempata na yana ukubwa gani, ili aweze kupatiwa fidia stahiki.
Kupitia mpango huu wa majaribio, lengo ni kusajili wakulima 14,000 ambapo mkulima hatatakiwa kuchangia chochote. Badala yake, serikali imeweka ruzuku kuhakikisha mkulima huyu anafidiwa pale anapofikwa na janga baada ya tathmini ya kina kufanyika. Na zoezi hili ambalo linafanyika ni zoezi la serikali. Hili zoezi ni maelekezo ya viongozi wetu wa kitaifa, ikiwemo Mama Samia Suluhu Hassan. Kwenye hotuba yake ilitoa wakati anafungua bunge, alizungumzia wakulima wetu wanatakiwa ni walime kilimo ambacho kinatija, lakini pamoja na kuimarisha vyama vya ushirika. Sasa utamilishaje ni lazima kuna mambo yanataka yafanyike. Na maana hapa kwenye hotuba yake alizungumzia swala kubwa la vyama vya ushirika kufanya usimamizi kwenye usambazaji wa pembejeo na masoko. Hii programu ambayo ipo inamtambua mkulima, analima ekari ngapi, ana mabani ya kiasi gani, ana changamoto gani. Kwenye usajili huu kuna swala linazungumziwa, swala la bima ya mazao ambayo upande wa serikali inatoa ruzuku pale. Hiyo bima mazao manake ni nini? Unapoingia shambani, kwa mfano wewe una eka 2, una eka 3, zile eka zako zinalindwa ili hasara yote ikijitokeza, kwa mfano labda mvua ambayo imepita, yako majanga ambayo yako nje utaratibu, hii bima na wadau wetu ambao ndo wako kwenye kusimamia hao wanaosajili. Kwa hiyo wito wangu, kwa mfano nyinyi ambao mmekuja, nendeni kule mtakaporudi mshasajiliwa, kuambieni wanachama na wakulima wengine waje kujisajili kwa wingi. Takwimu zinaonyesha kuwa sehemu kubwa ya mkoa wa Tabora inafaa na inatumiwa na wakulima kwa ajili ya kilimo cha tumbaku. Lakini kwa nini mpango huu umeanza na wilaya 3 pekee? Lakini kwa sasa huduma ya bima sasa baada ya kusajiliwa itaanza kutolewa kama sehemu ya majaribio kwenye wilaya hizi 3 ambazo tumezisajili, kwa maana wilaya ya Tabora, Manispaa, Uyui pamoja na Nzega. Na mtu anaweza kaa na swali kwamba kwa nini tumechagua wilaya hizi, lakini niseme ni jambo la kitaalamu kwamba unapoanza kufanya majaribio au pilot huwezi ukaanza na kitu kikubwa, kwa sababu ya kuepusha kwamba kama matokeo yasipokuwa mazuri basi serikali isije kuingia kwenye hasara isiyokuwa ya lazima. Konsolata Kiluma, kaimu naibu mrajisi wa vyama vya ushirika uhamasishaji kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini TCDC, akalazimika kusafiri umbali mrefu na kufika maeneo yote muhimu ambapo zoezi la usajili linaendelea na kuongea na wakulima kuhusiana na mpango huu wa serikali. Tuliwapa kazi wenzetu hao wa kampuni ya WinTrust ili waweze kuja kutusajilia nyewe wakulima kwa niaba ya shirikisho la vyama vya ushirika. Sisi tunasimamia vyama vya ushirika, lakini kimsingi kuna shirikisho la vyama vya ushirika ambaye sisi ndo tulimwambia hiyo kazi aisimamie. Tunataka kumsaidia mkulima sisi kama serikali aweze kuwa covered pale inapotokea changamoto kwenye zao lake la bima, aweze kufidiwa, yani kuwa covered, aweze kufidiwa. Kuna mvua za mawe hapo katikati na mengine na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo pale inapotokea changamoto hizo zimetokea, ukumbuke uwaga mnapewa ile mikopo ya tunasema mikopo ya pembejeo kupitia kwenye vyama vyenu vya msingi. Kwa hiyo mnapopata yale majanga, manake ni kwamba benki yeye atafidia, na ndio maana mnakuaga na ile 2% ya mkopo wa zile pembejeo. Benki yeye atafidia, lakini mkulima wewe utabaki hauna kitu. Umeona? Kwa hiyo serikali kaona kwa nini sasa huyu mkulima anabaki anaumia, mwisho wa siku unaona kama vile kilimo hakisaidii. Lakini ukiangalia kwa zao la tumbaku, ni zao ambalo katika nchi yetu ndio linachangia kiasi kikubwa sana kwenye uchumi, na hatutaki ile zao tulipoteze. Kwa hiyo serikali imekaa kupitia sisi Tume ya Maendeleo ya Ushirika, Wizara ya Kilimo pamoja na wadau wengine, tukaona tukae tufikirie namna gani huyu mkulima tunamsaidia. Tumeanza na zao la tumbaku, lakini itakuja pia na mazao mengine. Ili tuweze kwenda vizuri, ni lazima tumtambue huyu mkulima. Mkulima huyu ni nani? Yuko wapi? Lakini pia shamba lake lina ukubwa kiasi gani? Kwa hiyo tunataka tuwe na takwimu sahihi ambazo zitatusaidia sisi sote. Mimi kama serikali ambaye ndio nafanya maamuzi, tunataka tuje na utaratibu wa kumsaidia yule mkulima, kumfidia. Mpaka sasa hivi tumeshasajili wilaya 3 kwa maana ya Tabora, Manispaa, Uyui pamoja na Nzega. Lakini la pili manake ni kwamba utaratibu wa bima hii utakuja, hatutaenda kugusa fedha ya mkulima. Manake ni kwamba utaratibu wa serikali unatengenezwa, hizo fedha ziweze kupatikana, kwa sababu ili uweze kuhudumiwa na hiyo huduma endapo changamoto itatokea,
kampuni ya bima lazima itanitaka mimi nilipe, wanaita fedha premium, lazima nilipe kwanza, kama ambavyo nyie benki nakata hiyo 2% kwanza, kwa hiyo lazima tulipe. Kwa hiyo ukisema unaenda na eneo kubwa, tunaweza tukajikuta tukashindwa kutoa huduma. Tunataka tuanze na eneo dogo, tukishafanikiwa sasa kama serikali lazima tuweke mikakati madhubuti kwamba tunaendaje kama mkoa wote mzima, na baadaye tunaendaje kwa nchi nzima kwenye mikoa inayolima tumbaku. Tukimaliza kwenye zao la tumbaku, tutahamia sasa kwenye mazao mengine. Baada ya kukamilika kwa mpango huu wa majaribio kwa wilaya hizi 3, yaani kusajili wakulima 14,000, sasa itakuwa ni kwa mkoa mzima wa Tabora, ambapo zaidi ya wakulima wa tumbaku 50,000 watasajiliwa na kunufaika na bima hii ya zao la tumbaku. Utakuwa ni vizuri zaidi kama utakwenda kama maelekezo yanavyosema, lakini wewe inafikia mahala napewa maelekezo mengine ila utekelezaji wake unakuwa tofauti. Kwa maana hiyo hii hali ya kusajiliwa tunaiomba iendelee, lakini bado vile vile mimi niombe kwenye serikali kutupa hati miliki ya mashamba sisi wakulima wenyewe, kwa sababu unakuta shamba unalimiliki mwenyewe lakini kienyeji. Sasa mnakaa mnavutana. Ukitaka kuomba kwamba wewe usajiliwe kwamba shamba lako upate miliki, naambiwa utaratibu huo bado. Sasa sijui utaratibu unatimia lini, wakati mtu nataka niwe na mimi nijisikie kwamba nina mali yangu mwenyewe. Kwa ujumla zoezi nimelikubali, nikawa ni wa kwanza na kujisajili. Nikaliona la maana sana kwa uendelevu wa mashamba na familia yangu pia. Mfumo huu mimi nimeupenda kwa sababu utakusaidia mbeleni, unaweza ukapata janga la mvua. Hilo zoezi nimelipenda. Liko vizuri, linatusimamia sisi wakulima wote ambao wale hawapo hapa. Tutakuwa kama sisi wasaidizi wa kwenda kuwaambia wenzetu ambao wengine wana shughuli zao wamegomea kuja, tutaenda kuwapa elimu ili waendelee kujisajili na wenyewe. Kwa hakika mpango huu umepokelewa kwa mikono miwili na wakulima hawa, kwani kiu yao ya muda mrefu huenda sasa ikaisha na kuwa historia. Kwanza tunapotoa taarifa kwa viongozi, mameneja wanatupa ushirikiano wa kutosha. Tunafika ofisini, tuna sign, tunapokelewa vizuri. Baada ya pale tunaelekezwa sehemu ambayo tunaenda kufanyia zoezi. Tunakutana na wakulima. Kabla ya kuanza zoezi, kwanza kabisa tunawaelimisha wakulima ni nini kimetupeleka pale na tunatakiwa kufanya nini na vitu gani. Kwa baada ya kuwapa elimu na vitu vinavyotakiwa kuwepo, kama lazima awe na kitambulisho cha mpiga kura, lazima awe na kitambulisho cha NIDA. Na kama hana kitambulisho cha mpiga kura wala cha NIDA, anaweza kawa na namba ya NIDA. Kama hana pia namba ya NIDA, tunamshauri mkulima kwamba aende kwenye ofisi ya mtendaji kwa ajili ya kupata barua ya utambulisho ambayo yeye itamtambulisha kwamba ni mkazi wa eneo hilo, ambao tutaiambatanisha kwenye taarifa zake. Mkulima tunamhoji vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza, yeye kama yeye taarifa zake. Baada ya kukamilisha taarifa zake, tunakuja kwenye upande wa taarifa za shamba. Tujue ana ukubwa wa shamba, ina ukubwa wa ekari ngapi. Baada ya pale na watu waliopakana nao baada ya mipaka ya shamba lake. Baada ya pale tunakuja kwenye upande wa bima ya afya. Sasa kwa sababu taarifa zake tutakuwa tumeshazijaza awali kwenye upande wa bima ya afya, yeye atakuwa ndo taarifa zake zinatokea mwanzo. Kwa hiyo tutahitaji wategemezi wake 3, watoto pamoja na mke mmoja. Baada ya pale tunajaza taarifa za mke na wategemezi 3. Baada ya hapo tunakuwa tumemaliza zoezi. Changamoto nyingine ambayo tunakutana nao sana ni mtandao. Tunawapigia simu viongozi kabla ya kufika eneo husika kuconfirm kwamba ni mtandao gani ambao pale hausumbui. Wanasema labda ni Airtel. Ila sasa Airtel wao wanajua ni kupiga simu na kupokea simu na message. Kwenye upande wa internet inakuwa changamoto. Kwa tunajitahidi tena kuwarudia wao wakulima ni wapi tunaweza tukapata mtandao. Wanatushauri, tunawasikiliza, tunakuja eneo ambao wao wanakuwa taarifa zao wasikai sana, yani sehemu moja wakikaa sana wanakuwa kama wanaboreka. Mtu hata taarifa anatoa kwa hasira, umeshamkalisha kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini tukua sehemu ambayo ina mtandao mzuri, hakuna shida. Taarifa zinazokusanywa na kampuni hii si tu zitaishia kwenye bima ya zao la tumbaku, bali kwa mpango wa baadaye mkulima huyu atanufaika na bima ya afya pamoja na wategemezi wake 3 pamoja na fao la uzeeni. Tunashukuru sana serikali kupitia kampuni lake la Win. Maana zamani tulikuwa tunafanya kazi ambazo wakati mwingine tulikuwa tukipata hasara, zilikuwa hazina namna ya kuweza kumfidia mkulima. Lakini baada ya usajili huu tunashukuru kwamba hata kama kwa bahati mbaya ikitokeza hasara, mkulima ataweza kufidiwa na ataweza kufikia malengo yake kwa sababu kipato chake hakitapotea. Na tunaomba swala hili lisishie tu msimu huu, liwe endelevu. Maana sisi wakulima
kwa kweli tulikuwa hatuna namna nyingine na tulikuwa hatuna chombo ambacho kinaweza kutusaidia kwa ukaribu zaidi. Sisi kama wakulima wa nchi hii na wafanyakazi wa nchi hii, tunaomba serikali iende mbali zaidi, wakati mwingine na sisi uweze kutufikiria, kutuweka kwenye utaratibu wa kulipwa kinua mgongo kama watumishi wengine wanatumikia taifa hili, maana sisi ni watumishi wa taifa hili. Kilimo ni uti wa mgongo na kilimo ndio hasa uchumi unaobeba kila kitu. Kwa upande wa Bukene, wilaya ya Nzega, hali ya usajili si mbaya. Katika kata hii ya Bukene, lengo letu kuu haswa ilikuwa ni kufikia AMCOS 15, ambapo mpaka sasa zoezi letu tunaweza tukasema tumefikia 70%, kwani ndani ya AMCOS 15 tumeweza kufanikiwa kusajili AMCOS 13. Mwitikio wa wakulima katika kata hii sio mbaya sana, japo wengi wanalalamika kutokana na hali umbali wa kufika eneo la tukio la usajili. Pia wanadai yani hawakuwa tayari kwa zoezi hili, japokuwa elimu tunawapa na wanazidi kuelimika, wanafika kwa wingi. Kwa hiyo wakulima wengi wanahofia kukatwa pesa zao. Tunapokutana na changamoto hiyo ya maswali, tunaweza kuelezea wakulima kwamba zoezi letu hili ni bure, kwani ni ruzuku ya serikali. Kupitia awamu hii ya kwanza ya majaribio, usajili ni hatua ya kwanza. Utekelezaji, ufuatiliaji, utoaji na upokeaji wa taarifa kati ya mkulima na kampuni ya WinTrust ni jambo la muhimu sana kuzingatiwa. Kwa sasa hivi wakulima wanaposajiliwa wengi ni mashahidi, wanapata ujumbe wa message. Kwa hizo namba tumezitoa rasmi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mkulima atakapopata majanga basi atapiga namba ile. Lakini pia ukiangalia zoezi zima la usajili, wakulima wote tumewaomba namba. Kama ana namba moja ya simu, ana namba zaidi ya moja, zote tunachukua. Lengo ni kwamba mtakapoanza zoezi la utekelezaji wa hii bima, na wataona kwenye hii pilot itakayoanza, wote watatumiwa ujumbe kwamba namba ya kupiga utakapokuwa na madai yoyote, au umepigwa na mvua ya mawe, umepata ukame shambani kwako, piga namba hii. Kutakuwa na namba kwa ajili ya huduma kwa wakulima. Kwa hiyo tumelihakikisha, kwa sababu bila mawasiliano hatuwezi kufanikisha lolote. Mwenye masikio na asikie. Wito ukatolewa kwa wanawake kuchangamkia fursa hii kwa kujikita zaidi kwenye kilimo hiki cha tumbaku. Mimi nipende tu washauri na mama wenzangu wasibaki nyuma. Hii fursa sasa imejitokeza, ni vyema tujitokeze na sisi, kwa sababu kilimo ni uti wa mgongo, na bila kufanya hizi shughuli zetu za kilimo kwa kweli hatutatoboa. Mimi niwaombe tu kina mama wasiogope, wajitokeze, tulime ili tupate na sisi mafanikio. Kupitia kampuni hii ya WinTrust, wakulima wanatolewa hofu na kutakiwa kuamini kuwa huu ni mpango thabiti wa serikali, na kwa kuanzia ndani ya wilaya hizi 3 hakuna mkulima atakayechangishwa fedha yake kwa ajili ya mpango huu wa bima ya zao la tumbaku. Hofu kubwa ambayo tunakutana nayo kwa wakulima wengi sana wanalalamika kuhusu bima. Wanasema tu hizi bima sisi hatuzielewi, tunakatwa tu bima, sasa sisi hatuelewi. Sasa sisi tunawatoa hofu kwamba hili jambo ni serikali ndio inaruzuku hili kitu. Kwa hiyo tunaombeni kwa hii sehemu ya awali mtupe ushirikiano, muingize kwanza kwenye mfumo. Baada ya hapo serikali itakuja kuwapa mchanganuo unakuwaje kuhusu bima ya kilimo pamoja na bima ya afya. Lakini kwa zoezi la awali lazima uingie kwenye mfumo kwanza. Hakuna pesa ambayo inakatwa. Kinachotufanya sisi watuelewe kwa urahisi zaidi ni pale ambapo unajua huwezi kufika sehemu ukakuta watu jamani kaa hapo nikupige picha, inakuwa haipendezi. Kwa tunachokifanya tunawapa elimu kwanza. Karibu Tabora, karibu Toronto.